Halo, bay leaf zinapatikana tu katika duka. Unajua huku kumea si rahisi, lakini unaenda tu kwa maduka kama haya ya supermarket makubwa, utapata hizi majani zinapatikana tu kwa urahisi. Watu wanazitumia kwa vyakula, kwa kutengeneza pilau, biriani na chai. Kuna vitu kama hizo. Hizi ni bay leaf, majani ambazo ni spile za majani za mdalasini. Sasa sana sana kuandika matamanio yako katika jani hili, malengo yako na mipango yako katika jani hili na kuchoma. Inafanya hiyo njia inasababisha sana mambo haya kusaidika, yani njia hizo kufunuliwa kwa rahisi. Wakati unampa Mungu maombi, unafanya sala zako na kutumia mbinu kama hiyo. Katika mambo ya ulinzi na kujitakasa, unachoma matawi haya. Husaidia sana katika mambo ya kuondoa mambo mabaya ama kudetect ile ubaya, bahati mbaya, mikosi na macho maovu ambao yako katika ulimwengu wa anga ya kwako. Hii zinasababisha sana kusababisha mambo ya ulinzi pia juu ya maisha ya mtu. Naona wale ambao wangekupata hawakupati rahisi. Mungu anakulinda sana wakati unatumia vitu kama hizi na maombi. So katika kuweka majani haya hata katika kipochi chako, mahali pa kubebea pesa, ni kitu ambayo inaweza kusaidia kusababisha hela ingie kwako kwa rahisi. Unajua mahali unaweka pesa, roho ya pesa imeshikana na wewe. So hili ni njia ambazo inaweza kusaidia sana pakubwa, mambo ya kuongeza uwezo wa utambuzi wa mambo ya rohoni, kudisani mambo ya rohoni. Moyo wako unafunguka kujua sana siri za mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho. So kuchoma jani hili si jambo mbaya. Chukua kama siku ya leo ni Ijumaa, na unaweza kuichoma kwa ajili ya kuunganisha uhusiano wenu ama kufanya uhusiano wenu uwe na nguvu. Na sali ombi za aina hiyo na kuakisha mshumaa mwekundu. Unaomba kwamba Mungu ahusishe sana uhusiano wako na mkeo, uhusiano wako na watoto wako, uhusiano wako na wazazi wako, uhusiano wako na wapendwa na marafiki. Tengeneza uhusiano ukitumia hii, kwa sababu ni kala nyekundu na inasimama siku ya Ijumaa. Ni nzuri sana kuomba mambo ya uhusiano, manake Mungu ni upendo, na basi uhusiano wote ambao uko nao uwe ni katika upendo. Mungu atakujalia. So hili jani lina mambo mengi sana unaweza litumia na linaweza kusaidia pakubwa. So na kuomba unakisha mshumaa, alafu umeandika majina yako juu yake na kile kitu ambacho unataka, alafu unachoma. Tulia mahali, hiyo mavumbi inayobaki unaenda unayamwaga nje. Itakusaidia pakubwa. Si Mungu wa uzima akubariki, akupe siku njema unapo practice hii. Kwa wale mtatumia hii leo, wacha Mungu awafanikishe katika malengo mlio nayo na katika matamanio ya mioyo yenu. Bwana Yesu awabariki na kutana haja ya mioyo yenu. Asante kwa kunitazama, na ili ni somo fupi tu litakusaidia kuelewa. Asante.